Bodi hii inayo majukumu ya kusimamia mfuko huu kama ilivyoelekezwa katika sheria ya mfuko wa NSSF kifungu cha 55 mpaka kifungu cha 57. Jukumu la kwanza, bodi inatakiwa iende katekeleze majukumu yake kwa kuzingatia sheria, sera, kanuni na miongozo mbalimbali inayotolewa na serikali. Ninaamini nyinyi umndani mkiwa wengi wabobezi katika maeneo hayo mtakwenda kufanya kazi hiyo mkizingatia na kuangalia juu ya swala la mgongano wa kimaslahi. Ni mategemeo yangu kwamba sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ndio itakuwa kiongozi chenu katika utekelezaji wa majukumu yenu. Pili, bodi inakwenda kusimamia utekelezaji wa mpango mkakati wa mfuko unaozingatia uboreshaji wa huduma ya wanachama, michango, uwekezaji na kulipa mafao. Na katika eneo hili, ndugu wajumbe, naomba nipaze sauti katika eneo moja kubwa, hasa hili la wanachama. Ndugu wajumbe, wanachama wetu ni watu wanaotokana na hifadhi za jamii zile zilizo za watu binafsi. Na hapa nakusudia wengi wenu kwamba nazungumzia makampuni binafsi. Ninawaombeni sana, nendeni mkasimamie kuongeza wanachama. Nendeni mkasimamie kusajili makampuni ili haki za Watanzania ziweze kupatikana. Tatu, kusimamia uendeshaji wa mfuko wa kufuata misingi ya uwajibikaji, uadilifu, ubunifu, ushirikiano wa kazi, uwazi na ndiyo maadili ya utekelezaji wa majukumu hapa NSSF. Moja ya jukumu muhimu sana la NSSF ni kuwekeza fedha za wanachama baada ya kulipa mafao. Hivyo kama bodi ya wadhamini mnalo jukumu la kusimamia uwekezaji huo kwa kuzingatia miongozo inayotolewa na wasimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii pamoja na maelekezo yanayotolewa na serikali. Kazi kubwa ya bodi katika eneo la uwekezaji ni kuona kuwa mfuko unawekeza katika maeneo yenye tija, salama na ambayo hayatoleta hasara kwa mfuko, hususan kwenye fedha za wanachama. Aidha, ni vyema mkajizatiti kusimamia sera na sheria na kutoa nafasi kwa management kufanya kazi yake ya kitendaji ya kila siku. Kwa maana ziko baadhi ya tabia za baadhi ya wajumbe kuhisi kwamba wao ni watendaji. Hili nisingependa litokee katika shirika letu hili.